Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 5. Kitaalamu inaitwa tarehe mosi. Leo ni siku kuu ya wafanyakazi duniani. Wakiwa wanasherehekea mambo yao ya wafanyakazi, kuna mambo yanayoendelea kazini kwetu huko. Kwenye upande wa habari tumepokea habari, nasi tupo hapa kukuhabarisha. Nipo na Dula Heavyweight. Kama umepita kwenye Instagram yake utakuwa umeelewa nini ambacho ninakikusudia hapa nilivyozungumza. Hali yako iko vipi Heavyweight? Wema, namshukuru Mwenyezi Mungu, sio wewe? Nashukuru Mwenyezi Mungu, kumekucha salama, lakini usiku wa kuamkia leo Mei Mosi kumekuwa kuna mambo mengi sana. Na kukumbusha kuna kauli uliwahi kuzungumza na tulikuwa tunamzungumzia Haji Sunday Manara. Ukasema ipo siku atakuja kuwazungumzia Young Africans. Unabii umetimia kaka? Siwezi nikasema hivyo na niwe mkweli. Unajua mimi sipendi sana kumzungumzia huyu jamaa. Yaani huwa sipendi sana kumzungumzia kwa sababu mimi napenda zaidi kuzungumzia mpira. Napenda kwa sababu mimi ndio hobi yangu. Yaani mimi ni mtu ambaye napenda zaidi mambo ya mpira sana. Umeelewa? Lakini baada ya kuona nimeposti na wewe, kwa sababu ile interview tulikuwa tumefanya mimi na wewe, na nilikuahidi kwamba itatokea hayo mambo, na mimi mwenyewe nimekuwa surprised kwa sababu sikuamini kama ingetokea hivi karibuni. Umeelewa? Niliamini labda inaweza ikachukua hata miezi kadhaa kuja kujitokeza, lakini kwa hichi ambacho kimetokea maana yake ni kwamba nilikuwa niko correct, na ni kwa sababu pia ni kwa sababu pia ni nazielewa characters za huyu jamaa ambazo amekuwa akizionyesha mara kwa mara. Kwa hivyo huwa sipendi kumzungumzia, lakini ni kwa sababu ya matukio yake ya mara kwa mara, na inawalazimu hata nyewe waandishi mnavyokuwa na wasosi wenu mnaenda kuwauliza. Kwa hiyo sina budi kumzungumzia, lakini hili ambalo limetokea, kwa sababu mimi nimeliona mtandaoni, nisiwe muongo, nimeona kwamba alikuwa ni kama yupo sehemu anawazungumzia wake wa mabosi zake. Umeelewa? Wake amemzungumzia mke wa Gharib, amemzungumzia mke wa Kansela Salah. Sasa sicho ambacho hasa nilikuwa nakikusudia. Umeelewa? Ingawaje hiki kinaweza kikaja kutibua zaidi na kile kitu ambacho nikakikusudia mimi kikatokea zaidi. Sio, unanielewa? Haukudhani kama atawazungumzia hawa aliwazungumzia kwa hivi sasa kwa bosi zake? Of course kila kitu kinatokea kwa sababu. Sio, unanielewa? Mimi hasa nilikuwa ninalenga kwamba itafika muda atamshambulia Gharib moja kwa moja pasi na sauti kuvuja wala nini. Yaani atamshambulia either kwa press au kupitia Instagram account yake au nini. Niliamini hivi. Si kwa kuvuja. Lakini kila kitu kinatokea kwa sababu hichi ambacho kimetokea kinaweza kikaleta mgongano. Sio, unaelewa? Lakini kwa bahati nzuri huyu GSM naamini ni mtu, sio naamini, GSM ni mtu smart, ni mtu mwenye uelewa mkubwa, ni mtu ambaye ana fikra ya kufikiria vizuri anapokabiliana na mambo kama haya, by the way, pamoja na Salah mwenyewe. Sasa kwa sababu hichi ambacho mimi kwa upeo wangu ninakiona kwamba especially kwa tabia za Manara ambazo amekuwa nazo, kinaweza kikazaa mgongano. Sasa itategemea na wale watareact vipi. Sio kama unanielewa point yangu. Kama watareact kwa hasira na kuamua kuchukua maamuzi mengine dhidi ya Manara, automatically kile nilichokizungumza kikatokea, kwa sababu Manara hawezi kuvumilia. Sio mtu ambaye ana zile indicators za kuwa mvumilivu pale ambapo jamii au watu ambao anawaamini wakaamua kuwa mbali naye au wakaamua kujitenga naye. Sio mtu wa kuvumilia. Kwa hivyo kile hichi ambacho nimekizungumza, sio, unaelewa? Hiki bado, yani huu ni kama muhtasari tu. Sio, unanielewa? Hii ni kama muhtasari. Ila kutokana na hichi kilichotokea, kuna trailer au movie kamili ndio itakuja. Kwamba yani mwisho wa siku itaenda, kwa sababu mwisho wa siku doa litabaki. Lile doa itaenda, jambo litakuja kuuzuka tena. Na hapo ndo kile ambacho nimekizungumza chenyewe, kwa sababu hichi pia ni katika ile kwamba kamshika tayari ameshakuwa mteta pembeni, na maana yake ameongea kwa namna hiyo, lakini bado hichi sio, yani kuna kubwa lake. Sio, unanielewa bwana Jafe? Nakupata vizuri. Kama nilivyokuambia siku ile, narudia tena, hili sio, hili ni dogo.
Kuna kubwa, of course hili dogo. Kuna kubwa, wewe hili dogo. Wewe endelea kusave ndugu yangu. Mara nyingi sana nikikwambia mambo kwa muda fulani huwa naonekana kama na agenda, naonekana kama sipo smart, naonekana kama naoropoka, lakini mwisho wa siku huwa mara nyingi sana nikizungumza kitu changu mara nyingi sana kinatokea. Nakwambia tena, hiki kilichotokea hichi sijui cha Manara kuwasema mabosi zake, wake na mabosi zake, sitaki kukizungumzia kabisa. Kwa sababu hiki bado tusubiri kubwa linakuja. Of course. Sasa litakuwepo kubwa zaidi ya hili. Mtu kazungumza mke wa bosi wake kaenda sijui kufanya nini na nini. Nakwambiaje Jafe? Hili bado mtu anazungumzia sajali. Hili bado lipo kubwa. Kuna kubwa. Unadhani tukirudi kwenye dhania itakuwa imewachafua kiasi gani kwenye umma ambao watu wanaamini watu hawa si miongoni mwa watu wa aina hiyo ambao huwa wanaweka? Kuwachafua kina nani? Kina GSM? Yeah, na Mo Salah, maana ya kuzungumza vile mambo ya ndani na nini. Of course ni unajua ni kama ame expose vile vitu ambavyo GSM Maki Gharib pamoja na Salah hawapendi unajua wale ni watu ambao hawapendi kujiexpose. Hawapendi kuweka maisha yao yani public. Hawapendi, sio watu wa design hiyo. Kwa hiyo kwa upande mmoja wengine lazima itakuwa imewachukiza, lakini narudia tena, key point ni kwamba hili alilolifanya Manara hili bado kuna kubwa litakuja. Ukivaa viatu vyake na siku zote najua una shauku ya kuniuliza sana maswali kuhusiana na huu mjadala, lakini huu mjadala hauhitaji maswali mengi. Siku zote Waswahili wanakuambia kunguru hafugiki. Kunguru hafugiki. Walikuwa na maana kubwa sawa. Unajua kunguru ukimpaka rangi akawa mweupe, anaweza akafanana na njiwa. Lakini haimaanishi ni njiwa. Sio, unanielewa? Kunguru ukimpaka rangi nyeupe akafanana na njiwa, haimaanishi kunguru ni njiwa. Kunguru hawezi kufugika. Sio, unanielewa? Atakusumbua tu, atakusumbua tu. Wanafugwa wadudu, yani wanyama wanaofugwa pamoja na ndege wanaofugwa ni kuku, bata, na design ya vitu kama hivyo venye asili ya ukuku. Lakini ukija kwenye kunguru ngumu sana. Itakuwa ngumu sana. Umeelewa? Sasa nakwambia tena, hili alilolifanya hili. Mimi nipo, inshallah Mwenyezi Mungu atutie uhai na uzima, tuweze kushuhudia mengi zaidi yanakuja. Umekuepo kwenye tasnia ya mpira wa miguu. Wewe ni mtu wa football. Mara nyingi sana tumekuwa tunachambua zile dakika 90 na tunayaongelea yale yanayokuwa nje ya mpira wa miguu. Alipozungumza kuhusiana na swala la Wallace Karia. Lakini kwa jinsi ambavyo unatazama hivi sasa, ukivaa viatu vyake unakwenda kuomba msamaha kwa wale uliowataja kwa kuyataja majina yao, unadhani inaweza ikawa rahisi msamaha wake kupokeleka kwa jinsi ya hali unavyoitazama? Of course mimi siwezi kuzungumzia nafsi ya mtu, sababu walokosewa ndo wanajua wao wamelipokea kwa ukubwa gani. Never know. Unaweza kukuta yeye kwa upande wake amelipokea kawaida sana. Sisi wa nje huku ndo tunalio exaggerate. Lakini ukakuta kwa upande wake yeye kaona very normal. Kwa hiyo siwezi mimi nikaa kwenye nafsi yake na kuzungumzia yeye msamaha ataupokeaje. Yeye mwenyewe anajua kwamba yeye amelichukulia vipi hili swala. Si unanielewa? Lakini kwa kama mimi lingenikuta automatically, kama ninategemea na mimi tabia zangu ziko, kama sio mtu wa kupenda kuexpose, kwa sababu kuna vitu sio vya lazima. Kwa mfano kama mimi, mfano mke wangu mimi labda ameji surgery, umeelewa? Ni baina yangu mimi na mke wangu, mambo ambayo ni mimi na mke wangu ndio anatuhusu. Kama mimi nimeridhia mke wangu akajisajari, it's fine, ni mimi na mke wangu, umeelewa? Yani kwa sababu ile ni jambo ambalo linahusisha of course, yani linahusisha pande mbili, yani mahusiano ya watu wawili, mume na mke, mke na mume wake. Sasa nikiona mtu yoyote, yani kwa sisi wa Tanzania especially, yani ukishaona mtu anapenda kuongelea zaidi wewe na mke wako, yani kila ukimkuta unakuta anamuongelea wewe na mke wako, sababu labda ujaribu kuliweka katika display hii kwamba tuchukulie GSM kasimama pembeni, alafu ndo anamuona Manara anazungumza. Yeye GSM kwa angejisikiaje? Yani labda tukiliweka hivyo ndo tunaweza tukapata majibu mazuri. Ni kama unatengeneza calculation kwamba amesimama pembeni anamsikia sasa
labda Manara ndo anamwambia labda mke wake, yule mke wake kanini kaji surgery sijui kuanzia lipsi sijui pua kiunoni sijui nini, GSM anamwangalia. Ina maana wewe ukivuta tu picha kwenye kichwa chako unaelewa, au wewe jivike wewe kwamba mtu anamzungumzia mke wako katika hali kama hiyo kwa upande wako. Nikajisikia vizuri. Kwa hiyo sasa siwezi mimi, najaribu tu kutengeneza assumption kwa sababu siwezi nikamjibia yeye Gharibu amejisikiaje by the way, lakini tu najaribu kusema ni kwamba kitu ambacho unajua every action has equal and opposite reaction. Maanake kila unachokifanya kitakuwa na majibu yanayoendana, lakini kuna opposite yake. Ukipiga ukutani unaweza au nikikupiga wewe naweza nikakuumiza, at the same time mimi naweza nikapata maumivu fulani. Kwa hiyo ni kile kitu sasa, kwa sababu huyu Manara alishindwana na Simba, wao wakaona reaction ni kumchukua, basi kuna wanawake watapata faida ya reaction na kuna opposite reaction ambazo ndo hizi ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu vya kujifunza. Mimi siwezi kuzungumzia sana, naomba usinitie ubaya, japokuwa nilizungumza awali kwamba Yanga wajiandae. Nafikiri nilisema vitu kwa nia nzuri, wajiandae kwa sababu unavyokuwa na characters ya mtu fulani, tegemea kuna impact yake. Maana hata kama unafanya kazi na mtu unatakiwa uangalie pia characters zake, na ndio maana hata ma interviewer wanakuwa wanaangalia characters za mfanyakazi before hawajamwajiri. Unajua kuna miaka fulani vyeti vilikuwa vinazingatiwa sana, baadaye ikaja ikapungua, ikaja kwenye experience, baadaye ikaja ikapungua, ikaja kwenye character. Sasa tupo kwenye characters, watu wanaangalia characters pia, kwa sababu wasomi wamekuwa wengi tayari na field zinakuwa zinahitaji watu wenye uzoefu sawa, lakini characters ambazo zinaweza zikabeba taswira ya taasisi husika. Sababu msomi anaweza akaringia usomi wake, mimi nimesoma na nani, lakini mwisho wa siku asiwe mfanyakazi mzuri. Kwa hiyo kama waliangalia characters za Manara na wakaona zinawafaa, it's fine, si wao. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo wanavipata kutoka kwa Manara wanabidi wavivumilie na wakubaliane navyo. By the way, licha haya yote kuwa yanaendelea Heavyweight, kwenye eka za ligi kuu soka Tanzania bara, kesho Mnyama anaingia dimbani dhidi ya Mashujaa. Donge nono limewekwa pale milioni 100, lakini pia kuna fainali ya kombe la Muungano, JKU dhidi ya Young Africans. Kuanzia kwenye ligi kuu kwenda kwenye kombe la Muungano, hapa Mashujaa, unadhani kiasi cha fedha kilichoahidiwa kinaweza ikawa kimewapa motisha ya kupoka alama kutoka kwa Simba Sports na lau wapate sare ili waondoke na 50? Unajua hili swali limekuwa likiulizwa sana by the way, na labda nikwambie tu kitu kimoja. Kiasi cha fedha kinachowekwa dhidi ya Simba, umeelewa, au dhidi ya timu nyingine yoyote, hakiifanyi timu isokuwa na uwezo kushinda mchezo. Hilo jambo la kwanza watu wanabidi waelewe. Mchezaji kuna limit yake anayo, quality yake ambayo inapoishia, inapogota, hata umwaidi nini, umeelewa, hawezi kujivika ushujaa kama ilivyo timu yenyewe inaitwa Mashujaa. Hawezi kujivika ushujaa ambao utaenda kuexceed uwezo wake wa kucheza uwanjani. Unajua toka Simba imefika finali, mimi sikuwa nimefocus sana na ligi, kwa sababu nafikiri wewe unaelewa jinsi gani ambavyo mauzauza yanavyoendelea kwenye ligi yetu. Acha na maandalizi, mauzauza yanayoendelea kwenye ligi. Sasa sikuwa nataka kuipa kipaumbele sana ligi, umeelewa, kwa sababu ni kama vile anyway, kwa sababu sitaki kuzungumzia sana huko, lakini haya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, sijui ahadi na nini, mwisho siku haziwezi zika exceed uwezo wa mchezaji, au zawadi haiwezi kumfanya mchezaji akawa prime Messi, prime Neymar, prime Yamal au nani, umeelewa. Mwisho siku wachezaji wana viwango vyao, na pale unaona hata ukijaribu kuangalia safu yao ya ushambuliaji ni safu ambayo haijafunga mabao mengi sana, manake wamefunga mabao takriban 26 tu mpaka sasa, umeelewa. Wastani mdogo sana, manake katika michezo 27 wamefunga mabao 26, yani chini ya pungufu ya bao moja katika kila mchezo. Na mchezaji ambaye ana mabao mengi zaidi ndio huyo Richard Ulomi ambaye ana mabao 5, imagine. Na anafuatiwa na huyo Jafari Kibaya mabao 4, anafuatiwa na Crispin Ngushi mabao 3. Yani hiyo safu ya ushambuliaji ndio imecontribute mabao 11, 12 by the way, 12 katika mabao 26. Hiyo ndio safu yao ya ushambuliaji. Ni safu ya kawaida, yani safu ya ushambuliaji ya kawaida ambayo
Simba Sports Club wanao uwezo wa kusustain wasiweze kuruhusu goli, lakini Simba pia wanao uwezo wa kupata goli dhidi ya Mashujaa. Sio, unanielewa hapo point yangu? Na pia kumbuka sasa hivi Simba wana viporo 4 ili waweze kufikisha pointi 69, yani pointi moja pungufu ya Yanga, kabla ya kufikiria namna gani ya kuweza kumfunga Yanga kwenye dabi kama itachezwa. Maana yake tayari kumeshakuwa na maneno kwamba dabi inaweza isichezwe na vitu kama hivyo. Sawa? Kwa hivyo Simba ili waweze kuhakikisha kwamba hizi mechi 4 wanapata hizi alama 12, waweze kufikisha alama 69 katika alama 57 ambazo mpaka sasa wanazo. Hakuna namna nyingine, nafikiri unaelewa. Namna ni kushinda tu mechi zako. Sababu ikitokea Simba hata ametoa sare na kinachoendelea kwenye ligi, automatically kwenye ubingwa atakuwa kashapoteza. Na yupo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuangalia uwezekano wa kuwa timu ya kwanza kuwa na treble. Treble ile yenyewe, sababu treble ni manake local trophies 2 pamoja na international moja. Hiyo ndo treble. Manake unatakiwa treble za ndani ambazo huwa hizo kitaalamu sio treble. Umeelewa? Treble lazima uhusishe international competition, win at least one of international competitions. Umeelewa? Ndio maana treble huwa hazipo nyingi sana kwenye ligi nyingi. Umeelewa? Kwa hata huyo RS Berkane yupo kwenye nafasi ya kuwin treble kama atafanikiwa kuchukua kombe la shirikisho. By the way, akashachukua ligi, lakini akichukua Throne Cup anakuwa timu ya kwanza nafikiri kuchukua treble toka mwaka 2005. Iliwahi kufanya hivyo AS FAR Rabat. Kwa hiyo Simba wapo kwenye hiyo nafasi ya kuweza kuwin treble. Si unanielewa? Sasa kitakachomata hapo ni ile tu namna ya wao kuweza kushinda huu mchezo. Si unanielewa? No. Yeah, ni namna tu ya kushinda huu mchezo. Na sitaki kugusia sana kwa sababu wewe unaelewa. Naelewa vizuri. Sisi focus yetu kimataifa. Finali, wake useme ni mataifa, wake kimataifa ipo nyingi. Finali ya kombe la shirikisho barani Afrika.